Mlimani City kwenye usiku wa tuzo ambazo series ya dunia imeweza kushinda tuzo bora ama series bora ya mwaka 2025. Vai, mambo poa? Nasema sasa hivi unaweza nikakuita Vai matuzo kwa kweli, maana toka ilipokuja ya Zikomo zinakuja. hata Zikomo imekufungulia njia kupata tuzo sana. Kusema kweli nashukuru sana. Yaani imekuwa sasa kama fashion this time. Tunasikia tu ipo huku. Ni kipi ambacho kinakuja kwenye akili yako unapoona yes kutoka kwenye, maana tuzo za Zikomo ni tuzo yako ya kwanza kuipata kwenye maisha yako ya sanaa. Yes, series za dunia tena inapata tuzo ya pili. Na wewe pia ni msanii ambaye uko kwenye dunia. Hii ni tuzo ya kila msanii ambaye ameshirika kwenye tuzo, kwenye tamthilia. Hata Chuga naye yumo kwenye tuzo. Ni kipi ambacho unakiona kinakuja unapoona unapata tuzo kama hii? Kwanza kwangu inakuwa ni furaha zaidi. Inaonekana kwamba tumefanya kazi, watu walikuwa wameona kile ambacho tumejaribu kukiwasilisha, basi kimepokelewa. Kwa hiyo inatupa nguvu zaidi. Yaani kama ulivyosema, hii ni ya watu wote ambao wameshiriki kwenye dunia. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kwetu, kinaenda kutupa nguvu, yani kinatufanya tupambane zaidi. I hope zitakuja nyingine na nyingine na nyingine inshallah. 2025 dunia ilianza 2024, lakini mwaka 2025 mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 ilikuwa ni tamthilia ambayo ilikuwa inasumbua sana kwenye mitandao na baadhi ya watu wakifuatilia. Ni kipi ambacho ulizania kilifanya dunia kuwa series bora kwa muda wote huo kuanzia 2025 mwaka mzima haijashuka namba wala chochote, iko pale pale? Tumejituma. Mtunga story alitunga story kali, haiboi, haichoshi. Amejitahidi kuelimisha na kuburudisha. Sisi wasilishaji tumejitahidi kuwasilisha vizuri. Kwa hiyo ukiangalia dunia episode hii unatamani uangalie episode ijayo kwa sababu inakufundisha, umume na kuburudisha. I hope tumefanya kazi kubwa sana. Mimi nataka niambie series ni ipi ambayo ulicheza kwenye dunia ambayo wewe kwako ilikuwa na ugumu kwenye mapokezi, lakini pia mashabiki walipokea kwa ukubwa tofauti na ambavyo unatarajia? Ni ile ambayo yaipige mpaka ichanganyikiwe. Kwangu ni kubwa, japokuwa nilivyohadisiwa ilikuwa ni ngumu, yani I was like nitaweza, ila nilifanya na imekuwa kubwa, bado inaendelea kutrend mpaka sasa hivi. I don't know why, lakini hisi ni nzuri kwangu. Yesu alipenda nini kwenye ile scene? Mimi sijui. Wewe alichoipenda? Sijui. Ipige mpaka ichanganyikiwe. Familia yako ilipoiona ile scene ama ipige mpaka ichanganyikiwe zenu na kuvua nguo, nyumbani walipokeaje kwanza? Nashukuru Mungu anaelewa kazi yangu kwanza. Yaani ni watu ambao system wananisupport sana. Kwa hiyo hata walipoona walijua ni mojawapo ya majukumu yangu ya kazi. Wanajua kutofautisha, naweza nikasema, kati ya kazi yangu na maisha yangu halisi. Kwa mtu ambaye ananijua vizuri, anajua kabisa siwezi nikafanya kitu kama hicho hivyo kwa sababu najiheshimu, by the way, watu wanaona. Kwa hiyo kwa mtu ambaye familia yangu naisemea, ilichukulia kawaida, ilijua nipo kazini na ni moja ya sehemu ya majukumu yangu ya kazi. Miongoni mwa wasanii ambao wamebakia kwa Baba Asma, miongoni mwa wasanii wote ambao wameanza na Baba Asma toka to zero to begin, na imani umebakia wewe peke yako, kwa sababu umefanya kazi na wakina Kamu mko kwa Baba Asma, wakina Kicheche mko kwa Baba Asma, leo hii una Manyanya. Wewe ni mtu ambaye upo kwa Baba Asma na ni mtu ambaye hatujawahi kusikiaga chochote kuhusu Baba Asma. Wewe tunasikiaga dadi. Tupe siri. Baba Asma anasema mitandaoni, na Baba Asma ambaye uko naye ambao unamjua toka miaka mingi, ni mtu wa design gani kwanza? Nisiongelee sana kwa sababu by the way sio kitu ambacho kimetuleta hapa leo. Ila kwangu mimi sio kitu ambacho kimetuleta hapa. Nilitegemea utaniuliza kuhusu masuala ya tuzo tukaishie hivyo. Ila naomba nikushibishe. Siri kubwa ni uvumilivu. Nikuvumilia. Sidhani kama kuna mtu ambaye yani usuli naweza nikasema kila mtu anamdefine kwa namna yake. Mimi naweza nikamdefine tofauti, mwingine akamdefine tofauti, inategemea anaishi nao vipi kila mtu, naweza nikasema. Maybe mimi naweza kwangu nikasema ni mzuri au hajawahi kunitendea kitu kibaya au hivyo, lakini kuna mwingine maybe siwezi nikajaji. Ndio maana nikasema tuongelee kilichotuleta hapa. Na miongoni mwa watu wanajiuliza, je, dunia ndio imefika mwisho ama ni kipi kinarudia kwenye dunia, kwa sababu umeshachika kwa Manyanya? Ni kipi labda dunia itaendelea tena? Dunia inaendelea. Season 2 ndo tupo location this time. Tuna shoot, tunamwomba Mungu. I hope watu watatupokea. Inshallah tutafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo dunia inarudi season 2? Season 2 hivi karibuni yani. Unahisi ikirudi season 2 inaweza kuwa na mapokezi makubwa kama ile season 1 ya kwanza? Naamini kabisa, kwa sababu aliyefanya iende yupo.
Mungu yupo kila siku. Kama alibrace katembea ile season 1, I hope hata season 2 itatembea. Kwa nini sitembee? Itatembea tena, itakuwa kubwa zaidi. Kwa tunasema 2025 25 tumefunga na tuzo. 2026 tumefungwa na tuzo. Kwa sasa hivi nasema series ya dunia ni tuzo. Matunzo, tunaitwa series ya dunia, matunzo. Tumeanza wasanii, imekuja kuchukua series, atachukua director, tutachukua makameramani. I hope inshallah tutachukua. Naamini leo tarehe 13 kunakuwa na tuzo za Tanzania sijui Film Award na hisi kitu kama hicho. Kinakuja kuniuliza ni kitu gani kinawafanya wasanii wa YouTube msiweze kuonekana kwenye zile tuzo ambazo pia nyinyi ni wasanii, lakini mmekuja kwenye hizo tuzo. Yaani hiki ni kijiji cha YouTube, tuzo za leo. Ni watu wa mitandao. Lakini wale kule ni watu wa mainstream. Ni kama mnakuwa mnajitenga ama mmejiwekea matabaka. Sijui kwa waandaaji, siwezi nikasema tunajitenga. Kwa sababu mimi ni mwigizaji na anayeigiza kwenye TV pia naye ni mwigizaji. Yaani hivyo sioni utofauti wetu hapo ulipo. Shida ni kwamba wao wapo kwenye TV, sisi tupo kwenye naniliu. Lakini sijui waandaaji wao wanaona nini au wanafikiria nini, lakini tunatamani na sisi tupambane na wale. Sijui unanielewa, ili kuwe industry basi tujichanganye. Tuone nani bora zaidi ya wote. Tusiishie tu kwamba YouTube sijui wapi, tuendelee. Yaani natamani next time tunakutana watu wa TV na YouTube tunakutana hapa hivyo. Natamani, sijui wao wanaona nini, ila nawishi siku moja tushindane sasa YouTube na hivyo. Tunatafuta mwigizaji bora wa kike ametokea YouTube, yani tunakubali kwamba kuanzia YouTube hadi TV mwigizaji bora wa kike ni mtu fulani. Kuanzia TV hadi YouTube tunakubali mwigizaji bora wa kiume ni mtu fulani. I hope siku moja inshallah. Nataka niulize hili swali. Violet unafanya vizuri na kuna watu wanatamani kukuona siku moja Violet unafanya kazi nje ya tamthilia dunia ama kwenye misimu ama YouTube. Ni kwa nini huwa hamwezi kuonekana kwenye tamthilia yoyote zaidi ya YouTube peke yake? Hili ni makubaliano. Mimi nafanya kazi sehemu yoyote, iwe kwenye TV, kasoro tu YouTube. Naweza nikasema mkataba wangu ila kwenye TV nafanya. Kwa hiyo tutakapokuwa kuna makubaliano basi mtaniona inshallah. Violet sini ya kuona iweza sana. Naweza nikasema hivyo. Kuna kwenye nyimbo ya Dula Makabila, yes pia umebaruza. Yaani kuna kupiga na kubaruza. Yaani umebaruza tu. Yaani kulia ni kitu ambacho ni chepesi sana kwako. Naweza nikasema hivyo. Asante. Ukikupa sene za kulia unahisi ni rahisi sana. Natamani next time muone Violet kwenye namna nyingine, sio ya uliaji. Nione kwenye character nyingine. Mashabiki zako unaweza kuambia nini ambacho unaweza kuambia yes season 2 inarudi, watarajie nini kumuona Violet? Nawapenda sana, waendelee kusupport. Season 2 ni ya moto zaidi hata wanapofikiria. Yaani ni ya iko hivi. Unyama sana. Unalilia bado ndoa? Nishaachaga hivyo vitu. Kwa sababu hutaki chochote. Nishamove. Sio shida zangu. Asante.